ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم ومن هو النعمة الكبرى ni neema ipi ambayo ni kubwa sana zaidi ya mtume? Hakuna. Limu'tabirin, kwa yule mwenye kuzingatia akakijua cheo chake. Waman huwa ni'matul uzma, nani mwenye ile neema ambayo kwamba ni kubwa kabisa. Limuhtanimin, apate ghanima yake. Hakuna ghanima kubwa, hakuna neema kubwa zaidi ya mtume. Wakafa biha min neema. Ukimwangalia mtume kwa kila nyanja, Mwenyezi Mungu amemsifu ghaya ya kumsifu. Hapa tumesomewa aya kwamba wa innaka la'ala khuluqin adhim, wewe uko juu ya ile khuluqin adhim. Sayyidina Ali aliulizwa, hii khuluqin adhim maana yake nini? Utamfahamisha vipi mtu? Sayyidina Ali akamwambia, weweza vipi kumfahamisha kijana ambaye kwamba hajabalighi utamu wa kubalighi? Hatuwezi kusikilia sisi makamu ya mtumi mpaka kujua tamu yake. La yaarifuni illa rabbi, mtume asema. Amekwenda makupa kubwa sana. Na katika mwezi wa Rajab mambo ni ya ajab. Rajab, inna fi ayami dahrikum nafahatun. Inna fi ayami dahrikum, katika siku za nyaka kuna siku huteremka zile nafa. Ala fataridhu laha, zitafuteni. Nazo ni katika masiku kama haya Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadhan. Hii ni fursa kubwa sana tumeipata sisi, na tuitukulie fursa hii, tuishike kweli kweli. Tumepewa huyu mtume, tumpendeni kweli kweli. Katika mwezi huu, kwa sababu ni mwezi mtukufu, mtume akaileta Isra'i na Mi'raji. Na Isra'i na Mi'raji ni kwa sababu ya mtume kumliwaza mtume. Mtume alikuwa amefiliwa na Khadija. Mtume amefiliwa na ami yake Abu Talib. Yule ni ngao ya nje na yule ni ngao ya ndani. Yule ndio alomtuliza kwenye kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ilipokuwa amekufa, ikawa sasa hana mwenye kumliwaza. Abu Talib amekufa, jamaa sasa wampata nafasi ya kumfanya atakavyomfanya. Akatolewa Maka. Mtu wa kwanza ulimwenguni
kuwa deported na kutolewa ndani ya nchi yake ilikuwa ni Mtume Muhammad. Akatolewa maskini, hana pa kwenda, hajui pa kwenda, akatoka yuenda, watu wake wafanywa genocide, watu wauliwa, watu wachomwa moto, na yeye ametolewa nchi. Akenda Taif, alipokwenda Taif akapigwa kwa mawe. Baada ya kupigwa kwa mawe si tu, kawa hutiwa na mtanga, ile hizaya, dhuli. Ametoka sasa, ameona hasina pa kwenda, aliinua mikono tu akamwambia Mungu, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati, na kushtakia unyonge wa nguvu zangu, wa hawanin ala nnas, na kutwezwa na watu. Ya rabbal mustadhafin, ewe Bwana wa wanyonge. Ila man takiluni, nimtegemee nani mimi? Ila aduwin, nimtegemee huyo adui. Yatahajamuni, amenihujumu, amenitoa ndani ya nchi. Au ila baidin malaktahu amri, au ninde kwa yule wa mbali ambaye amri ya nchi yake ni yeye, nimekuwa sina mahali mimi. Asemaye ni kipenzi. Kipenzi amlilia yule anayempenda, ile arshi litetema. Mwenyezi Mungu akateremsha malaika wote, nendeni kamsikizeni Muhammad. Malaika wa mai, malaika wa upepo, malaika kila adhabu. Mitume wenyewe akipelekwa, mitume ya kabla ya mtume wakipelekwa malaika mmoja tu, wakaenda pale, ni ila sahatan wahida, upija ukelele mmoja tu, kukadangana kukatatana. Lakini huyu aliletewa malaika wote. Muhammad sema, mtume akiangalia akasema, la, hapa patatoka watu watakao kumwabudu Mwenyezi Mungu, na Maka pia kutateremka watu wamwabudu Mwenyezi Mungu. Pale pale Mwenyezi Mungu akamwambia, hakika wewe ni raufun, wewe ni rahimun. Mungu akamtoa mtu adui yake, Mut'im bin Adi. Kama sasa atoke South Africa amtetee Mfalastini, aipeleke kwenye international court. Alitoka Mut'im bin Adi akamshika mkono Muhammad, akamwambia twende, akaingia naye Makka. Akamwambia kwanza ile sahifa yote iondolewe, mimi yuko chini yangu mimi, huyu atakayemgusa Muhammad amenigusa mimi. Mwenyezi Mungu akitaka kufanya jambo hufanya pap. Kulikuwa na sanctions wamewekewa miaka 3, watu hawanunui, hawauzi, wamekula nyasi. Khadija alitoa mali yake, yakamalizika, kukawa taaban ile sanctions ambayo kwamba ili waumiza sana. Kisha akatolewa, kisha akaregeshwa na wao wale waliomtoa. Mwenyezi Mungu hufanya jambo atakalo, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Baada ya hapo, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pale pale Mwenyezi Mungu alimleta Jibril akamwambia Muhammad,
usriya bika leila, wewe watakikana leo, wewe ni mgeni. Hakuilalia, haikuamkia, ni kwa sababu ya ile subira aliyofanya. Akaletwa na buraki, kipando ni hiki, akamwambia panda nino, akamwambia kabla hujapanda wakaletwa malaika, wakampasua papu, wakamsafisha. Usiulize ilikuwaje, ni subhana. Mwangalie yule afanyaye nani, mwenyewe aseme ni subhana, yeye aweza. Je, ikiwa yeye wamjua wewe ni subhana, basi atafanya atakalo. Habib Ali al-Habshi asema wama akhrajahu al-amlaku fi qalbihi adha, wale malaika si kwamba wametoa uchafu, walakinahu zada tuhurin ala tuhurin, ni tahara juu ya tahara. Pale mtumi hajui sasa fanzani, naambia haya panda huyo buraki. Buraki akafanya fujo kidogo, akaambia istahya ya buraki, fanya haya wewe buraki, hujapandwa na mtu bora kama huyu, na huyu ndo atakikupanda wewe peponi. Buraki akatulia, mtume akampanda. Ndo safari ya Isra. Mwenyezi Mungu asema subhana alladhi asra bi'abdihi laylan, subhana maf'ul muqaddam taqdiruhu uqaddiruhu subhana. Imeanza na subhana, na mwisho wa sura subhana wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Mwanzo ni subhana, mwisho ni tahmidi na tahlili. Namna gani? Sasa Mwenyezi Mungu ajaribu kufahamisha hapa alofanya ni yeye. Usiulize. Lau kijana akikwambia mimi nimepanda Mount Kilimanjaro, utafanya shaka. Lakini barabara wa nguvu akikwambia utafanya shaka, sababu wajua aweza. Mwenyezi Mungu asema subhana alladhi asra, si safari ya usiku alimpeleka, si safari, si usiku wote. Laylan juz'an min al-layl min al-masjid ila al-masjid, yote ni isharatan wa bishara. Uleo ilikuwa hauyawa msikiti, masanamu yako tele, lakini wewe utakuja utaondoa wewe masanamu. Mwaka wa 8 mtume akaiftahi Maka. Sayyidina Umar akaja akaiftahi Qudsi. Min almasjid ila almasjid linuriyahu min ayati, ili tupate kukuonesha aya zetu. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu, asamii, ni ayasikia yote waene nao wa Makureshi. Tena albasir, wayaona yote, kejeli zote. Kwa hivyo hii ilikuwa ni safari ya kuoneshwa mtume. Linuriyahu min ayatina, akaoneshwa kila kitu. Akafika makamu min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Hakuna mtu alofika wala mtu hakuna alodiriki. Alifika makamu, Jibrili amwambia Jibrili, hapa ni mahali waniata peke yangu. Akamwambia wewe ukenda utapasua, mimi nikenda nitateketea. Amefika makamu Jibrili hawezi fika min qabi qausaini, kuonesha namna gani mtume cheo chake kwa Mwenyezi Mungu.
mpaka Mwenyezi Mungu asema jamaa, afatumarunahu ala ma yara, mwafanya shaka aloyaona. Ni mimi nilompeleka, si yeye alokuja. Afatumarunahu ala ma yara walaqad raa nazlatan ukhra ila sidratin muntaha. Kwa hivyo hii ni kuonesha makamu yake. Kisha siku hiyo akapewa makama mahmudan, ilikuwa kwenye Israeli, wakati ambapo kwamba watu watafufuliwa, basi watu wote watakuwa wababaika, watakwenda kwa mitume yenyewe itakuwa ibabaika, watu watakuwa kwa Nuh ataambia, la, mimi bwana yangu mimi nishamaliza kila kitu. Ibrahimu wote wakarepa. Mtume sema ana laha, mimi ndiye mwenyewe siku ya hii. Atakwenda atasujudu, akisujudu Mungu atamwambia, inua kichwa chako, wasal tu'ta. Hakusema wala mtume hatosema Ali, hatosema Hussein, hatosema Hassan, hatosema Fatima. Hawa ndio vipenzi. Lakini mtume asema ummati, atasema ummati. Pale watu wataambiwa, haya, udkhulu janna bighairi hisab. Huyu ndiye mtume ambaye kwamba tumeambiwa na Mwenyezi Mungu, la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Mungu asema sitaki ujira wowote, mimi nataka mumpende tu huyu, mumpende yeye na watu wake. Kwa hivyo, maashara alhadhirina, huu ni mwezi mtukufu sana. Alijua mtume cheo chake, amekwenda akafika mahali hapawezi kufika, akafika min qabi qausainin, kama hapa na hapa, bampa tu bampa na Mwenyezi Mungu. Hii ni sharaf kubwa sana ya mtume. Alijua sharafu hiyo. Mitume yote iliteremshwa, wote wakaambiwa semeni, wakayasema title zao, na yeye akasema title yake. Jibril akamwambia, wa bihadha faddalakum Muhammad, kwa hivi Muhammad amekuwa mbora kwenu nyinyi. Muhammad akawaswalisha mitume yote, imamul anbiya wal mursalina. Kwa hivyo jamani, ni siku ambazo kwamba lazima tumkumbuke sana mtume, lazima tumswalie sana mtume, lazima tufanye maghfira sana katika mwezi kama hii, na mara nyingi na tuhiwishe ile siku ya Isra na Mi'raji. Mwenyezi Mungu hangalikileta kile kiswa, amekileta kwenye suratul Isra'i, amekileta katika suratul Najmi, ili watu wazingatie, ili watu wamjue mtume ni nani. Manake kwenye Najmi amepita, Mwenyezi Mungu amefika hadi atuambia, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Hasemi nisemaye ni mimi, maneno yake ni maneno yangu. Hakuna mtume alipata hivyo. Maneno ya mitume mingine hayakuwa ni maneno ya Mungu. Mtume risala yake ni ya Mungu, ila semalo yeye amesema si mtezo. Kila kitu ambiwa
Mwenyezi Mungu ambia sanukriuka fala tansa, hutosahau wewe maneno haya nikuteremshiayo, na maneno yake ni maneno ya Mungu. Kwa hivyo mtume si kiumbe kama kiumbe yoyote mwingine. Faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluq wa lam yudanuhu, hawezi kufika karibu, hawezi kufika karibu, hata ukucha hawezi kuwafikia. Makamu yake ni makubwa sana. Sasa mtu kama huyo sisi tusiketi tukamueleza? Siku mtu kama huyo hatuketi tukaieleza ile tarikhi yake? Mwenyezi Mungu atasharaf na yeye, amemteremshia sura mzima na kutuambia ukubwa wake, na sisi tukawa hatuna habari. Ni hasara ilo iye kwa watu kutotambua sharaf na makamu ya mtume. Mwenyezi Mungu atatujalia ni watu ambao kwamba tutakumbuka zema za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atutie katika dori yake mtume Muhammad, ile siku ambayo kwamba yeye mwenyewe atawanywesha watu katika haudhi. Manake asema wewe ukifuata vitu viwili, kitabullahi wa itrati ala baiti, basi nitakunywesha maji kwenye haudhi yangu. Mwenyezi Mungu atupe baraka za mtume. Mwenyezi Mungu atutengenezee majumba ya mtume. Na leo hapa tuko kwenye nyumba ambayo kwamba wazee wetu huwa waliungana kwa sababu ya mtume. Habib Haddad aliwaunga, aliwafanya ndugu, almuwasilina ila Allah, akawafanya ndugu kwa sababu ya mtume. Sheikh Abdullah Zabidi, tukikumbuka Sheikh Abdullah Zabidi huwa tumkumbuka Sheikh Abdullah Al-Husni, huwa tukumbuka Saleh Aliyan, tukumbuka Abbas Jahadhmi, tukumbuka Muhammad Jahadhmi. Hawa walikuwa ni ndugu ambao wamewekwa kwa mahaba ya mtume, na sisi tuweni ndugu kwa mahaba ya mtume kama wazee wetu. Mwenyezi Mungu atawarahamu. Mwenyezi Mungu atamrahamu Sheikh Abdullah. Mwenyezi Mungu aitie nuru nyumba yake hini, kwa sababu yeye alikuwa na nuru. Yeye alitumikia mabwana, yeye alimtumikia mtume, yeye alihuisha vitu vyote ambavyo kama vimewekwa na mabwana. Basi na Mwenyezi Mungu awadumishe watoto wake, aidumishe nyumba yake, na sote tuliozaliwa na watu kama hawa Mwenyezi Mungu atatupa baraka zao. Wa bihadha wa salamu alaykum wal afu minkum. صلوا على حبيبكم وسلموا